Nashukuru Bwana kwa sababu ya siku ya leo ambayo Bwana ametuwezesha na ametupatia. Ni kwa sababu ni neema ya Bwana, na Bwana ametuneemesha akatupa siku ya leo, na ni kwa sababu ya neema na damu ya Kristo ambayo imetutuma tukutane mahali hapa siku ya leo. Ni kwa sababu kama sio damu ya Yesu hatungekuwa mahali hapa, kwa sababu damu ya Yesu ndio ilinunua kanisa, na Yesu akawa the firstborn, ama akawa the head of the church. Na kwa hivyo nashukuru Bwana hata kwa sababu ya Bwana kutukusanya mahali hapa siku ya leo. Ninataka kuingia katika neno la Bwana siku ya leo. Ninajua tunaingia wakati huu ambapo tuna celebrate ama tunakumbuka kukufa na kufufuka kwa Yesu Kristo, na hiyo ndio injili ambayo tunastahili kuhubiri. Paulo akasema ya kwamba nilipokuja kwenu sikutaka kujua mambo mengi, na nilikuja tu na nilileta tu Kristo na Kristo aliyekufa na akafufuka. Kwa hivyo Paulo wakati alienda kwa kanisa la Wakorintho hakuenda na mambo mengi, hakuhubiri mambo mengi, lakini alihubiri mambo ya msalaba, mambo ya Yesu aliyekufa na Yesu aliyefufuka. Na kwa hivyo katika injili ama katika injili ile tunayohubiri, ile message ambayo tunahubiri ni ya kwamba Kristo alikufa na akafufuka, ama alisulubiwa akafa na halafu akafufuka. Hiyo ndio gospel ambayo tunastahili kuhubiri kila wakati. Na siku ya leo nataka tuangalie about the blood, na Biblia inasema ya kwamba, ama topic yangu ni when I see the blood, wakati nitakapoona damu. Biblia inatuambia ya kwamba wakati Mungu alitaka kukomboa wana wa Israeli kutoka utumwa wa mtu alikuwa anaitwa Farao, Biblia inatuambia ya kwamba wakati Musa alienda, alitenda miujiza mikubwa sana, na akatenda mambo makubwa mpaka maji na chechi inakuwa damu, kukawa na mambo mingi. Lakini mtu alikuwa anaitwa Farao hakuachilia wana wa Israeli waondoke katika nchi yake, na kwa hivyo akaendelea kuwashika, akaendelea hata kuwashikilia. Lakini wakati Mungu alikuja akamwambia Musa aende aambie Waisraeli kila mtu atafute kondoo, na ile kondoo atakuwa nayo aichinje, na ile damu apake kwenye post ya mlango wake. Na Biblia ikasema ya kwamba wakati malaika wa kifo atakapokuja, atakapoona damu, atapita hiyo mlango na kifo haitaingia kwa hiyo boma. Lakini kila mlango ambaye haikuwa na damu, malaika wa kifo alikuwa anaingia katika hiyo nyumba, hata kama hiyo nyumba ilikuwa ya Muisraeli ama ilikuwa ya Myahudi, na alikosa kupaka damu. Wakati malaika alikuja na akaua the firstborn. Ndio inasema pia ya kwamba katika kitabu hiyo unaweza soma Exodus 12:13-14, ndio inaongea mambo ya kupaka damu kwa mlango. Na Biblia inasema katika kitabu cha Revelation 12:11, walimshinda shetani kwa sababu ya ushuhuda wa midomo yao na kwa sababu ya damu ya Kristo, na hawakuhesabu maisha yao, walitoa maisha yao mpaka kifo. So damu ya Yesu ndio ilituma mitume, ndio ilituma hao watu ambao walikuwa hapo mbeleni wamshinde shetani, wapate ushindi katika maisha yao. Na so ile story ambayo tunastahili kujiuliza
ni kwa nini damu iko na nguvu hivyo. Kwa nini Mungu akitaka kutoa wana wa Israeli katika utumwa alitumia damu? Mungu akitaka kututoa kwenye utumwa wa dhambi, kwenye yale mambo ambayo yalifanyika wakati dhambi iliingia katika dunia, tukawa na laana, tukaingia katika mambo ambayo hatuwezi kujitoa. Ile kitu Mungu alitumia damu, na Mungu ametupatia gift tatu ambazo ni za muhimu sana katika maisha. Gift ya kwanza ametupatia ni neno lake. Mungu ametupatia neno lake, na neno la Bwana ni silaha ambayo tunaweza tumia. Neno la Bwana ni pumzi ya Mungu, ama neno la Bwana ni pumzi ya Mungu ambayo kila mtu ambaye anaisoma neno anapata hiyo pumzi, anapata hiyo uhai wa Bwana katika maisha yake. Pia Bwana ama Mungu ametupatia jina la Yesu ambayo tunaweza tumia, jina ambayo kila mtu anaweza tumia. Mtu ambaye ako na jina, mtu ambaye hana jina, mtu ambaye ako na chakula na hana chakula, mtu yeyote anaweza liitia jina la Yesu. Na Biblia inasema ya kwamba yeyote atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa. So wakati wowote tunaliitia jina la Bwana, tunapata ukombozi katika maisha yetu. Na jambo lingine akatupatia damu, na damu ya Yesu iko na nguvu sana na imebeba uhai ndani yake. Damu ya Yesu sio kutuokoa tu, ilituokoa, lakini kuna mambo mengine ambayo ilifanya. Na kama vile nimesema, tunastahili kujiuliza ni kwa nini Mungu alitumia damu katika maisha yake ama katika maisha. Na jibu la kwanza tunaweza lipata katika kitabu cha Leviticus 17, Leviticus 17. Ni Musa alikuwa anaongea na the Israelites wakati walitoka katika utumwa na walikuwa katika jangwa ama katika jangwani wakienda katika nchi ya Kanaani. Na Musa akawaambia maneno haya katika Leviticus chapter 17 verse 11, akawaambia hivi: for the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make atonement for your soul, for it is the blood that make atonement for the soul. So kwa nini Mungu atumie damu? Mungu alitumia damu kwa sababu uhai unakuanga katika damu. Damu yoyote inakuwa imebeba uhai ya hiyo ama ya kile kitu imebeba. Kama ni ng'ombe, kama ni mnyama yoyote, damu yake ndiyo huwa inabeba uhai. Na Biblia inatuambia katika kitabu cha Roman chapter 6 ya kwamba wakati dhambi iliingia, nayo kifo kikaingia. Na wakati kifo kiliingia, kwa sababu dhambi huwa inaleta kifo. So wakati Mungu aliona na akona ya kwamba ile kitu inaweza ondoa dhambi, si kununuliwa na dhahabu ama si vitu nyingi, lakini ile kitu tu inaweza ondoa kifo, kwa sababu dhambi ilileta kifo. Ile kitu inaweza leta uhai ni damu tu, kwa sababu damu imebeba uhai. Na so damu ya Yesu imebeba uhai. Na wakati tunanena damu ya Yesu, wakati una apply the blood of Jesus katika maisha yako, katika biashara, katika kila jambo katika maisha yako, hiyo damu, hata kama hiyo jambo ilikuwa na kifo, damu inaleta uhai katika hayo mambo. Na kwa hivyo Musa akawaambia
ya kwamba damu ama uhai wa kitu yoyote uko katika damu. Mtu anaweza enda bila mguu, anaweza survive hata bila mkono, na hata anaweza tolewa hata kidney na ishi bila kidney, lakini mtu haishi bila damu, kwa sababu damu ndio imebeba uhai. Na so Mungu akatoa damu na akasema ya kwamba kile kinasamehe dhambi ama kile kinaondoa dhambi ni kitu kinaitwa damu. Na so kwa nini damu ya Kristo so ikawa na nguvu namna hii? Peter anatupatia kwa nini damu ya Kristo iko na nguvu namna hii. First Peter chapter 1, kiangalia katika kitabu cha Petro wa kwanza, First Peter chapter 1 verse 18 and 19. First Peter chapter 1, First Peter chapter 1 verse 18. Biblia inasema hivi, knowing that we are not redeemed with corruptible things like silver or gold from your aimless conduct received by tradition from your father. So Petro akiwa mmoja wa wale wanafunzi ambao walitembea na Yesu kwa siku nyingi, akiongea na Wayahudi ama akiongea na Jews, akawaambia ya kwamba kwa kuwa mnajua, ama alikuwa anajaribu kuwaambia kwa sababu wanajua, si kuasimu alikuwa anaasimu, si kuambia ya kwamba kwa sababu mnafikiria, lakini aliwaambia ya kwamba kwa sababu mnajua hamukununuliwa kwa hesabu ama hamukununuliwa kwa vitu ambavyo zinaharibika ama vitu ambavyo ni corruptible things, lakini mlinunuliwa kwa damu. Akawaambia hawakununuliwa kwa vitu kama silver, kwa dhahabu ama kwa fedha, lakini walinunuliwa kwa damu ya mwana kondoo. Na wale Wayahudi Petro alikuwa anaongea na wao, walikuwa wanaelewa sana mambo ya kununuliwa na dhahabu ama ya kununuliwa na fedha, kwa sababu wakati huo yule mtu ambaye alikuwa ni slave ama mtumwa, wakati mlikuwa mnauza mtumwa na ungetaka kurudiwa na huyo mtumwa, ulikuwa unatafuta pesa, unaenda unamredeem ama unaenda unamnunua, sasa anarudi kwako. Ama mtu alikuwa ananunua slave katika maisha yake. Na kwa hivyo Petro akiwaambia hao hawakununuliwa kwa dhahabu ama kwa fedha, walikuwa wanaelewa, walikuwa wanajua ya kwamba slave ama mtu akiwa slave huwa alikuwa ananunuliwa kwa dhahabu ama kwa fedha kwa yule mtu ambaye alikuwa amemuuza. Na akawaambia ama hamukununuliwa kwa sababu ya kondoo ama kwa sababu ya ng'ombe ambazo zilikuwa zinatolewa na tradition ya mababa zenu, lakini mlinunuliwa kwa damu ya Kristo ambayo ni uncorruptible blood, ama ni damu ambayo haijachanganyishwa na kitu yoyote, na kusema ya kwamba damu ya Yesu ni damu ambayo haiko corrupt, haijachanganywa, hakuna siku hata moja itaruse value yake. Hakuna siku hata moja damu ya Yesu itakosa nguvu yake, kwa sababu wakati mtu alikuwa ama wakati huo wa zamani, kila mwaka mtu alikuwa anaenda katika madhabahu na anatoa kondoo, na hiyo kondoo inachukua dhambi zake. Mtu na jamii yake wanaenda wanapeleka kondoo kwa kuhani, na hiyo kondoo
inabeba dhambi ya hiyo jamii, lakini hiyo kitu ilikuwa inafanyika kila mwaka. Mtu lazima angetafuta kondoo, anaenda nayo, inachinjwa ili ibebe dhambi zake na dhambi za jamii yake kwa mwaka mzima. Lakini sasa, kwa hivyo, hiyo damu haikuwa na nguvu ya kuweza kusustain ile kusamehewa ama ile kuondolewa kwa dhambi. Lakini Paul ama Peter anawaambia ya kwamba damu ya Yesu hakuna siku ishawahi kosa nguvu na hakuna siku itakosa nguvu, haitabadilika ati semekane kwa sababu ya damu ilimwagika itamwagika tena mwaka huu. Hii damu ambayo ilimwagika mara moja na hakuna siku hata moja itarudiwa. Na kwa hivyo tuko na ujasiri katika maisha yetu, ile damu ambayo imetununua, ile damu ambayo tunaamini katika maisha yetu, si damu ambayo tunaweza enda siku moja na tukose na tupate ya kwamba imekosa nguvu, tupate siku moja imekuwa corrupt, ama tupate siku moja haifanyi kazi vile ilikuwa inafanya kazi, imebadilika. Lakini ile quality ilikuwa nayo miaka 2000 imepita, hivyo tu ndio iko na uwezo mpaka siku ya leo. Ile nguvu ilikuwa nayo ya kuokoa, ile nguvu ilikuwa nayo ya kuponya, ile nguvu ilikuwa nayo ya kurejesha mambo katika maisha ya mtu. Hiyo damu bado mpaka siku ya leo iko na hiyo uwezo, iko na hiyo nguvu, kwa maana ni damu ambayo sio corrupt, ni damu ambayo haijachanganyikwa na dhambi. Na damu yoyote inakuwaga imebeba na familia ya hiyo jamii, lakini damu ya Yesu, kwa sababu ni Mungu mwenyewe, haikuwa contaminated na kitu yoyote, haikuwa contaminated na damu ya mwanadamu yeyote. Wanasemaga katika science ya kwamba wakati mtoto anabebwa huwa anabeba damu ya baba yake, na ndio maana unaona hata DNA ikifanywa inafanywa kwa saidi ya baba. Na kwa hivyo, kwa sababu Yesu hakuwa na damu ya Joseph, alikuwa na damu ya Mungu, na yeye alikuwa Mungu, damu yake hakuna siku hata moja itakosa nguvu, itakosa uwezo, itakosa ile dhamana ilikuwa nayo. Pia akawaambia ya kwamba but with the precious blood of Christ as the Lamb of God, as the Lamb without blemish and without spot. So akawaambia kitu kingine, walinunuliwa ama tulinunuliwa kwa damu ambayo ni ya dhamana sana. Ukitaka kujua kitu ni ya dhamana, unajuaga dhamana ya kitu na ile price umelipia hiyo kitu. Ukienda kwa supermarket ama uende mahali popote upate panauzwa viatu, kila kiatu imeandikwa bei yake, na bei ya kila kitu inategemea na value ya hiyo kitu. Value yake ndio inakuambia hii kitu ni ya 1000, hii ni ya 5000, hii ni ya 20,000. Lakini kama value yake iko chini, bado hiyo kitu itauzwa na bei ya chini. Naye Mungu alitoa the best price ambayo angelipa kwa sababu ya dhambi. The best price ama ile njia kubwa sana Mungu angetuonyesha upendo nayo ni ya kumtoa mwana wake wa pekee, ni ya kutoa
damu yake ama ni kumwaga damu yake. Na damu ya Yesu inakuwa precious kwa sababu ya ile value iko nayo. Value yake hauwezi enda kwa supermarket ama kwa mahali popote unegotiate ama useme value yake imefika mahali hapa. Hata wakati mtu alikuwa anaitwa Solomon alienda katika hekalu na akachinja kondoo ama akachinja bulls ama ng'ombe zaidi ya 2,000. Ile damu ikamwagika kama mto. Hiyo damu haingeweza kutusamehea dhambi mara moja and forever. Na kwa hivyo hiyo sacrifice lazima ingerudiwa kila wakati na kila mwaka. Lakini kwa sababu damu ya Yesu ni precious blood, ni damu ambayo haikuwa imechanganyika, ni damu ambayo value yake iko juu sana, kwa sababu damu ya Yesu ni damu ya Mungu. Mungu mwenyewe akatoa damu yake, akatoa damu yake yeye mwenyewe ili atuokoe. Na Biblia inasema verse 20, he indeed was foreordained before the foundation of the world, but was made manifest in this last time for you. So Yesu ama Mungu hakustuka wakati dhambi iliingia katika dunia. Wakati Adamu na Eve walifanya dhambi, Mungu hakustuka. Mungu hakuona hiyo jambo ni kama ilikuwa so strange kwake, na kwa sababu Mungu ni Mungu, anajua kila kitu. Hata before aumbe mtu alikuwa anajua huyu mtu kuna wakati atamezi, kuna wakati atafanya dhambi, kuna wakati atatoka katika njia zangu. Na Mungu akatake risk ambayo ni kubwa sana, akaumba mwanadamu ambaye akona kitu inaitwa self will, ya kwamba anaweza jifanyia maamuzi yake yeye mwenyewe, anaweza make decisions zake yeye mwenyewe. Na Mungu akamweka kwenye shamba la Eden, na Biblia imetuambia ya kwamba Yesu alikuwa ordained ya kwamba atakufa kwa sababu ya dhambi, atakufa ili amrejeshe mtu pamoja na Mungu, ama arejeshe mwanadamu pamoja na Mungu. Na kwa hivyo Yesu hakuwa plan B ya Mungu, hakuwa ati plan B ambayo Mungu alichukua. Alikuwa ni mpango wa Mungu kutoka mwanzo, kutoka hata before the foundation, hata before Mungu aumbe chochote katika dunia, alikuwa na mpango. Na Biblia inasema katika kitabu cha Revelation ya kwamba Yesu alikuwa slain ama alikuwa amesulubiwa hata before the creation. Na kwa hivyo katika maidi ya Mungu ama katika mawazo ya Mungu, Yesu hakusulubiwa siku ile alienda katika msalaba, lakini hata before foundation, hata before kitu yoyote, hiyo ndio ilikuwa mpango wa Mungu. Na Yesu alikuwa anajua mpango wake ama mpango wa Baba ni kumtoa, ni kuacha utukufu ule alikuwa nayo, akuje hapa duniani abebe dhambi zangu, abebe dhambi zako. Na neema ndio ilimfanya Yesu akuje chini hivyo. Upendo ndio ilimfanya Yesu, ndio ilimsimamisha katika msalaba. Na hivyo ndivyo Mungu anakupenda, hivyo ndivyo Mungu ananipenda katika maisha yangu. Na ni kusema ya kwamba upendo wa Mungu ama vile Mungu anatupenda katika maisha,
hatupendi kwa sababu tuko watu wazuri, tunapenda mambo mazuri, tunafanya mambo mazuri. Upendo wa Mungu katika maisha yetu ni unconditional love. Ni love ambayo haiko condition, haijawekwa kwa sababu haijafika hii kiwango ya kwamba Bwana anakupenda. Wapendwa, kama kuna kitu ambacho tunastahili kuwa na ujasiri, inastahili kufurahisha maisha yetu, inastahili kutupatia nguvu, ni kujua ya kwamba hata kama wakati ninajiona sifai, hata kama wakati ninajiona sijafanya yale mambo ambayo yanastahili kufanywa, bado upendo wa Mungu huwa ananipenda, bado Mungu huwa ananipenda. Kwa maana Biblia inasema ya kwamba na Mungu alimtoa Yesu akafa katika msalaba, hata wakati tulikuwa wenye dhambi, Yesu bado alikufa. Wapendwa, sio matendo yetu inatuma Mungu atupende, sio kazi zetu zinatuma Mungu atupende, lakini Mungu kwa sababu yeye ni upendo huwa anatupenda, na kwa sababu ya damu ya Kristo anatupenda, anatukubali kwa sababu ya damu ya Kristo, sio kwa sababu ya sisi, lakini kwa sababu ya meri ya Kristo katika maisha yetu, katika Yesu. Ndio maana tunaweza kubarika mbele za Bwana, ndio maana tunaweza liitia jina la Yesu na Mungu atusikie kwa sababu ya damu ya Kristo. Wapendwa, hiyo ni ujasiri tunaweza kuwa nayo katika maisha yetu. Kuna dhamana kubwa sana ililipwa, kuna dhamana kubwa ambayo Mungu alilipa, na hiyo dhamana, hiyo damu ya Yesu ndio inatutuma twende hata mbele za Bwana, ndio inatutuma hatuendi kwa Mungu kwa sababu ya kazi, kwa sababu kazi zetu zikipimwa hazitakamilika. Na Biblia inasema hata katika kitabu cha Waebrania ya kwamba damu ya Yesu ndio inatutuma hata tumtumikie Bwana. Damu ya Yesu ndio inatupatia hata uwezo wa kumtumikia Bwana, na ndio maana tuko na ujasiri, tunaweza enda kwa Baba tukijua ya kwamba Bwana anatupenda, Mungu ananipenda, si kwa sababu ya kazi zangu, si kwa sababu ya bidii yangu, lakini ananipenda kwa sababu yeye ni upendo, na ananipenda kwa sababu anaangalia kazi ambayo Yesu alifanya, kazi ambayo imekamilika, ambayo Yesu alifanya. Mambo kadhaa ambayo damu ya Yesu inatufanya. Damu ya Yesu inatutuma tukue right before God. Katika Roma 5:18, katika kitabu cha Roma chapter 5 verse 18, Roma 5:18 inasema hivi: Therefore, as though one man offends, judgment came to all men, resulting into condemnation. Even so, through one man, righteous act, the free gift came to all men, resulting in justification of right. So, kitu inaitwa damu ya Yesu inatufanya tukue justified before God, ama inatufanya tukue to be represent right, tunakuwa tumekamilika, tumekubali
sababu ya damu ya Yesu Kristo, ile judgment ambayo ilikuwa juu yetu, ambayo ndio imetuambia ya kwamba kupitia one man judgment came to the world, ama kuhukumiwa kukaja katika dunia, na katika one man kutohukumia ama sasa kuwa justified before God kukakuja. So damu ya Yesu inatufanya tukue right before God. Hakuna kitu kingine inaweza kukufanya ukue right mbele za Bwana. Wapendwa, sio kazi, sio hata kujitolea, sio hata kukuwa na bidii sana kunaweza kukutuma ukue right before God, lakini damu ya Yesu ndio inaweza kukufanya tu ukue right before God, na ifanye ya kwamba ukienda mbele za Bwana utakuwa umekamilika, utakuwa justified mbele za Bwana. Na tukijua haya maneno ya kwamba sio kwa sababu jana nililala vizuri, niliomba masaa matatu, na sisemi ni vibaya kuomba, ama nilifanya hivi, sikuongea vibaya, sikufanya jambo fulani na fulani, sasa nimekamilika ama nimekuwa justified before God. Lakini ile kitu tu tunaweza enda nayo mbele za Bwana na tukubarike na tukue right na tukue hatuna makosa, hatuna judgment, hatuna mambo ambayo tunaweza hukumiwa nayo, ni damu ya Kristo. Na tunaweza sema haleluya kwa sababu ya damu ya Kristo ambayo inatufanya right before God. Na jambo lingine, damu ya Yesu inatupatia access in the presence of God. Damu ya Yesu inatupa access before God. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Hebrews ama Wahibrania 10, katika Wahibrania 10 verse 19 and 20 inasema hivi: Therefore brethren, having boldness to enter the holy place by the blood of Jesus, by new and living way, which he consecrated for us through the veil, and that is his flesh. So Biblia inatuambia ya kwamba wakati huo wa zamani, hekalu ama katika ile ilikuwa inaitwa hekalu, ilikuwa na mahali palikuwa panaitwa Holies of Holies, na mahali pale hakuna mtu alikuwa anaingia pale isipokuwa the priest, na alikuwa anaingia once per year. So huyo ndiye tu alikuwa na access ya kuenda mbele za Bwana ama mbele za Mungu once per year. Lakini Biblia imetuambia ya kwamba kwa sababu ya damu ya Yesu sasa tuko na access ya kuingia kwa Mungu, ya kuenda kwa Mungu. Tuko na access ya kuenda kwa Mungu wakati wowote, mahali popote, kwa sababu ya damu ya Kristo. Kwa sababu ile pasia ambayo ilikuwa imewekwa iliondolewa, na iliondolewa kwa mwili wa Kristo. Yesu akawa sasa yeye ndiye tunaweza enda mbele zake. Ile pasia ilikuwa inazuia watu kuona the holiness of God, na sasa kwa sababu ya damu ya Kristo tunaweza enda mbele za Bwana, tunaweza kuwa na access before the Father. Na Biblia inatuambia ya kwamba we sit in heavenly places with Christ Jesus. So tuko na access ya kwenda mbele za Bwana. Kila mtu sasa anaweza jipeleka mbele za Bwana, anaweza jililia, anaweza toa dhabihu zake,
anaweza ombea jamii yake, anaweza ombea mtu na ampeleke kwa Yesu, amwombea aokoke, kwa sababu sasa, kwa sababu ya damu ya Yesu tuko na access ya kuingia mbele za Bwana, tuko na access ya kwenda kwa Mungu. Wapendwa, kama tungekuwa siku za zamani, tungejua ile dhamana damu ya Yesu inamaanisha, lakini kwa sababu sahihi watu wako na access ya kuenda mbele za Bwana, wakati mwingine tunaweza kosa kuona the value ambayo Yesu alifanya, lakini hatungekuwa na access mbele za Bwana. Watu wengine hawangemtumikia Bwana kama Biblia, kama wakati huo wamama hawakuwa na access mbele za Bwana. Lakini siku ya leo hakuna mwanamke ama mwanamume, mtu yeyote anaweza jipeleka mbele za Bwana, na hakuna wakati wa kujipeleka mbele za Bwana. Kila wakati umefunguliwa. Wakati ule, kuna wakati ule ulikuwa wa kwenda katika hekalu, lakini siku ya leo kwa sababu ya damu ya Kristo inatupea access mbele za Bwana wakati wote, kila wakati, mahali popote. Sio lazima ukuwe kwa kanisa, unaweza kuwa kwa shamba, unaweza kuwa mahali popote na ukuwe na access na heaven kwa sababu ya damu ya Kristo. So jambo hilo lingine ni ya kwamba the blood of Jesus give us victory over Satan. Damu ya Yesu inatupatia victory juu ya Shetani. Revelation chapter 12 verse 10 inasema hivi: Then I heard a loud voice saying in heaven, Now salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ have come. For the accuser of the brethren who accused them before our God day and night has been cast down, and they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they did not love their life to the death. So Biblia inatuambia ya kwamba kile kitu kinaweza tuma tumshinde Shetani si kuwa watu wazuri, si kuwa watu wanaenda kanisa, na ni vizuri kwenda kanisa, lakini ile kitu tu inaweza tutuma tumshinde Shetani ni damu ya Kristo. Wakati Shetani anakuja katika maisha yako, anapata damu kama vile malaika wa kifo alikuwa anakuja, anapata milango imepakwa damu, ana pass over. Naye Shetani akikuja katika maisha yako, akileta magonjwa, akileta kushindwa, akileta accusation, akileta mambo mengi, wakati anaona damu anapita. Na so Biblia imetuambia walimshinda Shetani kwa sababu ya ushuhuda na kwa sababu ya damu ya Kristo. Tuko na wipo katika maisha yetu. Damu ya Kristo tunaweza inena mahali popote katika maisha yetu, na tukiinena tunapata ushindi. Tukinena damu ya Yesu tunapata ushindi, tuna overcome yale mambo ambayo Shetani analeta katika maisha yetu. Wakati Shetani amekuja na anakuja kukuaccuse, anajaribu kukukumbusha mahali umetoka, anajaribu kukukumbusha dhambi zile ulifanya, yale mambo umefanya, anajaribu kukukumbusha yale mambo haujafanya, yale mambo unashindwa,
na kufanya, unamwambia nimekamilika mbele za Bwana kwa sababu ya damu ya Kristo. Una present the blood of Jesus. Unatoa testimony yako ya kwamba Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zangu. Yesu ameshinda na amenipatia ushindi, na unamshinda shetani kwa sababu ya damu ya Kristo. Wapendwa, tunaweza mshinda shetani kwa sababu ya damu ya Kristo. Hatufai kukaa kama watu ambao wamefika mwisho, kama watu ambao hawana tumaini, lakini kwa sababu ya damu ya Yesu tunaweza mshinda shetani, tunaweza overcome every temptation, tunaweza overcome mawazo yetu. Wakati shetani ameweka mawazo katika akili zetu, anatuambia tumeshindwa, hatutafaulu, anatukumbusha dhambi zetu, anatuambia sisi hakuna siku maisha yetu yanasimama, lakini tunamkumbusha damu ya Yesu ndio imetuosha, ndio imetukamilisha, na ndio tunaweza simama naye. Jambo hilo lingine ni ya kwamba damu ya Yesu inaongea mambo mazuri kuliko damu ya Habili. Katika Hebrews 12:22, katika Waebrania 12:22, Biblia inasema hivi, but amen. Biblia inatuambia ya kwamba damu ya Yesu inaongea mambo mazuri kuliko damu ya Habili. Na so unaweza kuwa na mambo mengi ambayo yananena kushindwa juu ya maisha yako, yananena magonjwa, yananena ukiangalia damu ya kwenu. Kuna yale mambo huwa inanena, inaweza kuwa inanena watu wakifika miaka fulani wanagojeka ugonjwa fulani, wanagojeka sukari, wanakuwa na pressure. Unaweza kuwa imenena hayo mambo yote, lakini damu ya Yesu huwa inanena uhai, inanena mambo mazuri. Damu ya Habili ilikuwa inanena guilty ama inanena revenge, lakini damu ya Yesu inanena uhai, inanena tuishi, inanena tumekombolewa, inanena tumesamehewa, inanena uponyaji. Na kwa hivyo damu ya Yesu ni silaha ama ni ajabu, ni kitu ambacho Mungu ametupatia katika maisha yetu, na kwa sababu damu iko uhai, inaweza leta uhai hata katika maisha yako, inaweza leta uhai katika biashara yako, italeta uhai kwa kila jambo, hata kama hilo jambo limekufa. Tukiliitia jina la Yesu and we plead the blood of Jesus, Yesu na Mungu akiona damu, hata kama judgment ilikuwa imekuja, huwa anapita. Shetani akiona damu hawezi guza damu ya Kristo. So wapendwa, damu ya Yesu haikumwagika tu ili tusamehewe dhambi, inatupa access kwenda mbele za Bwana, inatufanya tukue right before God, inaongea mambo mazuri juu ya maisha yetu na juu ya maisha katika maisha yetu. Ningependa kwa dakika moja wende mbele za